Sasa ili kuelewa zaidi naungana na Ibrahim Rabi, ni mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati, anajiunga nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Rabi, kuhusika moja kwa moja kwa Saudia kunaashiria nini kuhusu mzozo huu unaoendelea Mashariki ya Kati? Ukitafuta ishara yake mara moja unatakiwa kwenda kuangalia bei ya mafuta tu. Hapo utapata kuwa ndio utapata ishara nini ambacho kinatokea, kwa sababu Saudi Arabia ni jana ilitangaza kuwa ilikuwa imefunga moja ya kisima chake kilichopo kule Jizan baada ya mashambulizi ya Yemen ambacho kilikuwa kinatoa takriban pipa 400,000 za mafuta kwa siku. Tayari walikifunga, lakini Saudi Arabia imejikuta katikati ya mashambulizi ya pande tatu. Tayari inashambuliana na Wahuthi wa Yemen, lakini tumeona wanamgambo wanaoungwa mkono na Irani, wale wa Iraki, wanaishambulia pia Saudi Arabia. Hali kadhalika Irani yenyewe imekuwa ikishambulia Saudi Arabia. Kwa hiyo unaona kabisa kuwa mzalishaji mkubwa na msambazaji mkubwa wa mafuta duniani anashiriki moja kwa moja kwenye huu mgogoro. Kwa hiyo madhara yake yatakuwa makubwa sana duniani. Hilo ndio liko hivyo. Wakati huo Iraq pia imejipata ikivutwa kwenye mzozo huu wa Mashariki ya Kati. Unadhani msimamo wake ni upi kuhusiana na vita hivi? Iraki wamezungumza mara kadhaa. Unajua, Iraki wameshiriki kwenye vita kuanzia mwanzo. Nafahamu kuwa Marekani anamiliki eneo kubwa la anga ya Iraki. Kwa sababu hiyo, Marekani alikuwa ametoa sana idhini anga hiyo itumike kushambulia Irani, na Iraki inapakana na Irani. Kwa hiyo Iraki amekuwepo kwenye mashambulizi kuanzia mwanzo, licha ya kuwa serikali ya Iraki mara kadhaa imetoa kauli za kusema kuwa haitaki kuwa sehemu ya kuanzisha mashambulizi. Hata waziri mkuu wa Iraki ni wiki jana tu ametoka hapo Teherani, alisisitiza kuwa hahitaji ardhi yake au ardhi ya nchi yao itumike kufanya mashambulizi kuelekea Irani. Kwa hiyo Iraki wanashiriki kwenye hili moja kwa moja kwa sababu pande zote mbili ziko hapo. Marekani yuko hapo na vikosi vyake, lakini pia Irani yuko hapo na wafuasi wake wanaomiliki silaha pia wako kwenye ardhi. Lakini wafuasi wengine ambao wanaunga mkono Marekani na Israeli wapo kwenye jimbo la Kurdistani, eneo la Arbil kule ndani ya Iraki. Kwa hiyo Iraki ni vigumu sana kuitoa kwenye huu mzozo, imekuwepo kuanzia mwanzo. Hii leo Rais Trump na Netanyahu wamekutana huko Washington. Unadhani mkutano huu utaleta tofauti yoyote kwa vita hivi? Tumeambiwa kuwa wamezungumza, lakini hawatupi mazungumzo ya mwisho, yamebaki kama siri. Hata vyombo vya habari vya ndani kabisa vya Israel ukipeleleza, bado wanasema kuwa hakuna kilichozungumzwa cha moja kwa moja kilicho wazi. Licha ya kuwa kumekuwa na mashambulizi ya Irani leo kuelekea kwenye kambi za Marekani kule Jordan, licha ya kauli ya Donald Trump kuwa watalipa kisasi, lakini hakuna kauli ya moja kwa moja kati ya Israeli na Marekani kama wanataka kurudi moja kwa moja kwenye huu mzozo. Sasa inabaki ni ile tu nadharia ambayo imekuwepo kuwa Marekani haihitaji kwenda mbele zaidi. Inawezekana wamekuwa wakijadili kuhusu kuweka vikwazo vya kiuchumi kwa Irani au mtego mzuri wa kuweka blockade. Wanahisi kuwa uchumi wa Irani unaweza ukadondoka na maandamano yakatokea ndani, lakini inawezekana ukawa ni mtego ambao wao wakawa karibu zaidi kunasa, kwa sababu wote wawili wanaingia kwenye uchaguzi mwezi wa Oktoba na mwezi Novemba, wote wanaingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo atakayeweza kuvumilia ndio anaweza kushinda hii mechi. Sasa hatujui nani atavumilia zaidi. Je, Irani wako tayari kuvumilia vikwazo vya uchumi? Wako tayari kuvumilia hali itayokuwa, na Israel na Marekani wako tayari kuendelea kuvumilia hii hali? Naam. Yoyote atakayeweza kuvumilia ndio ataishinda hii. Tunapozungumzia uvumilivu huo, watumizi wa mafuta kote duniani wamekuwa wakivumilia mpaka sasa. Hali hii ya sasa itaathiri vipi bei na hususan upatikanaji wa mafuta katika masoko ya dunia, kwa sababu bado mlango bahari wa Hormuz haupitiki? Bila shaka Marekani hucheza hii vita huku akiangalia dunia inapumua kwa kiwango gani, na ndio maana unaona kuwa mashambulizi ya Marekani yalisimama tu pale bei ya mafuta ilipofika dola 100. Akahakikisha kuwa kwanza iweze kushuka kwa namna moja au nyingine, ikashuka kidogo. Lakini tumeona mashambulizi haya yaliyozuka ya Irani leo na mashambulizi yaliyopigwa ya Saudi Arabia pamoja na Marekani kule Iraki yamerudisha tena bei ya mafuta kidogo, ambayo ilikuwa imeporomoka kiasi, imeanza tena kwenda juu. Kwa hiyo Marekani anapigana vita tu, sio vita ya mabomu na makombora anayorusha ndani ya Irani, anapigana na vita ya dunia, kwa sababu wakati huo anatakiwa aangalie bei za mafuta zimekaaje duniani, kwa sababu kubadilika kwa bei yoyote, lawama haiendi kwa Irani wala kwa nani, lawama zote zinakwenda Washington moja kwa moja, kuwa wengi wanatusababishia haya. Kwa hiyo ni wakati mgumu kwa Marekani, anajaribu kucheza kwa pande zote ili aweze kulitatua hili. Kwa kifupi tu, je, tunapaswa kuhitimisha kwamba diplomasia imefeli katika kumaliza vita hivi? Sidhani kama diplomasia imefeli, na nadhani tu uaminifu wa pande zote mbili ndio umekuwa na mashaka. Unajua, Omani wametoka kuwasilisha ombi lao ambalo Irani wamelikataa. Bila shaka Irani wamelikataa kwa sababu walijua wazi kabisa sio ombi la Omani. Inawezekana limetumiwa kwa njia ya Omani, lakini mpango huu ni moja kwa moja unatoka kule kwenye
ugomvi wa kifungu cha 5 ambacho kinaonekana kama pande zote mbili zilikuwa zinasema upande mmoja umekiuka. Nadhani ni hapo hapo. Shukran sana Ibrahim Rahbi, asante sana kwa tathmini hiyo ya kina. Ni mchambuzi Ibrahim Rahbi tukisema naye kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Matangazo haya